Na karibu mtazamaji, tuangaze yale ambayo yamejiri kwa upande wa habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe, karibu. Timu ya wilaya ya Amani imefanikiwa kutoa ubingwa wa bonanza la maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM. Mchezo huo fainali kwa upande wa mpira wa miguu umechezwa kwenye kiwanja kipya cha mpira kilichopo Prizi, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja. Tupate taarifa zaidi. Timu hiyo ya wilaya ya Mjini imetoa ubingwa mchezo wa mpira wa miguu katika bonanza la maadhimisho kutimia miaka 49 kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi kupitia mikwaju ya penalty baada ya kumalizika dakika 90 za mchezo kukiwa hakuna timu iliyoliona lango la mwenziwe. Nahodha wa timu ya wilaya Mjini Anwar Faki Abedi, licha ya kufurahia ushindi aliopata, amewapongeza viongozi wa CCM mkoa kwa kuandaa mchezo huo. Liwe jambo endelevu, kila baada ya miezi kadhaa ama mwaka kuwe na matamasha kama haya, kutanisha watu kwa pamoja. Hivyo yani. Tumefanikiwa salama kumaliza, lakini sio Rex tu kwenye penalty. Penalty haina mwenyewe, penalty haina ufundi. Yoyote anaweza kukosewa, anazidiwa. Mgeni rasmi katika mchezo huo wa fainali, Ali Suleimani Mrembo, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, amepongeza utaratibu huo kwa kukutanisha vijana kupitia michezo. Tumeona vipaji, tumeona ubunifu, lakini tumeionea hamasa. Sisi kuelekea miaka 49 tuna kauli yetu inayosema tumechagua umoja na amani kwa maendeleo yetu ya taifa letu. Tunamuunga mkono, tuko naye Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa dawamu mbele, balozi wa amani, balozi wa umoja, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaendelea kuongoza daima dawamu. Tulikaa tukajadili na kuona kwamba tukifanya mchezo huu itakuwa ni katika maadhimisho ya miaka 49 ya chama chetu kuzaliwa, na tuliona tufanye hivi kwa sababu ya mahusiano, mawasiliano, afya, lakini pia kujuana. Bonanza la michezo katika maadhimisho kutimia miaka 49 kuzaliwa kwa CCM limelenga kuimarisha umoja na mshikamano kwa Chama cha Mapinduzi na makundi mbalimbali ya kijamii. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Timu ya wanaume Tanzania mchezo wa pool imeendeleza ubabe katika mashindano ya Pool Africa All Africa Pool Association kwa kuifunga Kenya fremu 13 kwa 12, mchezo ambao ulikuwa na ushindani mkali kwenye mchezo huo. Katika mchezo wao wa kwanza jana usiku, timu ya wanaume Tanzania ilifunga Botswana fremu 18 kwa 7, na kwa upande wa wanawake Tanzania ikipoteza mbele ya wenyeji Afrika Kusini kwa kufungwa fremu 20 kwa 5 kwa mchezo wa kwanza, na mchezo wa pili Tanzania ikapata ushindi wa fremu 14 kwa 11 dhidi ya Zambia, mchezo mwingine ikitarajiwa kuendelea hii leo. Kenya kiuhalisia, watu wasichokifahamu, Kenya na Tanzania ni derby, kwa maana tunajuana. Obvious, kila mtu anaelewa ikikutana kwenye gemu watu ambao mnafahamiana nini kinatokea. Ndio maana gemu ilionekana kuwa ngumu mwanzoni, lakini mwishoni tukajitahidi kujirekebisha makosa yetu, ndio maana tukapata ushindi. Kwenye hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tutaendelea kupambana mpaka tuibuke mabingwa. Tumeenda, tumelala, tumetafakari, tumeamka leo. Tulikuwa na mchezo mwingine baina ya Zambia ambao kwetu sisi ilikuwa ni mechi ya muhimu sana na ni ngumu. Of course, kila mtu anajua timu ya Zambia ni timu ambayo ina wachezaji ambao wako very strong. Lakini tumeshinda na tunamshukuru Mungu. Mechi yetu na South Africa tumepoteza. Bado tuna nafasi kwa sababu tuna mechi 3 ambazo tumebakisha, na tunategemea kwenda kupumzika mapema leo na kesho inavyoamka, na tunavyojua ni lazima tushinde. At least tushinde mechi 2. Tukipoteza moja bado tuna nafasi. Kwa hiyo si nafasi yetu ni kubwa katika kuchukua ubingwa na kuchukua nafasi za juu zaidi. Tumeona wakicheza before individuals. Sijawahi ona kama tumecheza team event na wao. Individuals hata vile wanacheza, vile wanajituma, wameimprove zaidi. I think pali wanaweza patia where they can improve. Would maybe wasikufe roho, yani sale wako nyuma kidogo, but they maintain. Juu skill nayo imeimprove.
Uongozi wa chama cha baseball na softball Tanzania umetangaza kuanza kwa ligi ya taifa ya mchezo huo ambao inatarajiwa kuanza kutimua vumbi kuanzia mwezi Machi katika viwanja vya Dar es Salaam Koshein vilivyopo katika shule ya sekondari ya Azania jijini Dar es Salaam. Tuungane na mwanamchezo wetu Juma Mohamed kwa taarifa zaidi. Hapa ni katika uwanja wa Dar es Salaam Koshein, uwanja ambao unatumika kwa ajili ya mchezo wa baseball na softball. Taifa itaenda kufanyika hapa. Nini hasa kimetuleta hapa? Tuweze kuungana na kaimu katibu mkuu wa chama cha baseball na softball Tanzania. Yeye anatueleza zaidi kuhusiana na muendelezo na maandalizi ya ligi hiyo. Season hii tutakuwa na miezi 3 mpaka 4, na baada ya ligi tunatarajia kuhost mashindano ya Baseball 5 East Africa ambao sasa hivi tupo kwenye maandalizi, lakini kubwa zaidi sasa nadhani ni confirmed tutakuwa kwenye mashindano ya FEASA na baseball imeingizwa. Nadhani tupo pia kwenye maandalizi ya timu, na hivi karibuni tutaita kikosi chetu na shule zote za wanafunzi ambazo zinacheza baseball na softball zipo tayari sasa kwa ajili ya maandalizi ya FEASA. Bali na kuzungumzia ligi hiyo ambayo inataraji kwenda kuanza siku chache kutoka hivi leo, lakini pia ameweka wazi faida za Tanzania kushiriki mashindano ya FEASA. Sasa umetashuta ni platform nzuri sana, sio tu kwa makocha bali walimu wa physical education na wanafunzi ambao wana vipaji vya mchezo huu wa baseball na softball. Kwa hiyo kwetu sisi kwanza itaimarisha vikosi vya timu zetu za taifa, upande wa timu za wanawake na upande wa timu za wanaume, lakini pia utaongeza nitumie neno umaarufu wa mchezo wa baseball na softball. Kwenye uwanja huu wa Dar es Salaam Koshein Baseball hapa Azania jijini Dar es Salaam. Mimi ni mwanamchezo wako Juma Mohamed na hii ni Channel 10. Asante Juma Mohamed kwa undani wa taarifa hiyo. Kuelekea siku ya wapendanao yani Valentine duniani, kampuni ya Mati Super Brand ya mkoani Manyara imeanzisha shindano maalum linalolenga kuongeza upendo na utalii, ambapo washiriki watakaoshinda watapatiwa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslim na kutembezwa katika hifadhi ya taifa ya Tarangire iliyopo mkoani Manyara. Mwandishi wetu Eliakim Kimani ana ripoti. Shindano hilo la upendanao na wanandoa limeelezwa kwa waandishi wa habari mkoani hapa na meneja wa chapa wa kampuni hiyo ya Mati Super Brand Isaac Piganio. Jinsi ya kushiriki sasa challenge hii. Wapendanao watapiga picha nzuri kabisa inayopendeza na wakiwa na bidhaa yetu ya Tanzanite ya Royal Gin. Hashtag yetu itaitwa Royal Love Challenge. So usisahau kutag kupitia ukurasa wetu wa Tanzanite Royal Gin na kuweka hashtag ya Royal Love Challenge. Namna gani ambayo tuta evaluate sasa, tutajua huyu mteja ama huyu mshiriki amefika vigezo ambavyo tunavihitaji. Tutaangalia idadi ya comment na likes. Tutaangalia ubora wake wa picha. Amepiga picha ina ubora kiasi gani. Pia ubunifu na wazo ulilolitengeneza katika upigaji wako wa picha. So mshindi wetu wa Tanzanite Royal Love Challenge atapata safari ya kwenda Tarangire National Park. So atacruise kule Tarangire National Park, atazunguka, ataenjoy kuangalia wanyama, ataangalia nature, na pia atapata pesa taslimu. So hautatoka mikono mitupu. Lazima ufurahie kushiriki na sisi watu wa Mati Super Brand, sababu siku zote sisi shughuli yetu sio ndogo. Washindi wetu tutakaowapokea siku hiyo ya tarehe 14 baada ya kutembelea mbuga ya wanyama ya Tarangire watapata malazi katika hoteli yetu na watapata malazi ya chumba cha executive room na pia watapata candlelight dinner, bila kusahau huduma zingine za vinywaji, swimming pool, free wifi. Shindano hili lenye jina la Tanzanite Royal Love Challenge litahitimisha Februari 14 mwaka huu, siku ya wapendanao. Naam, ni Elia Kimani kutoka Manyara ameripoti taarifa hiyo. Zaidi ya wanafunzi 100 wa shule ya sekondari Makongo wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam wameanza kupatiwa mafunzo ya awali ya mpira wa miguu kwa lengo la kuibua na kuinua vipaji vya vijana, hatua itakayosaidia kuendeleza na kuinua kiwango cha mchezo wa mpira wa miguu hapa nchini. Nelson Munema anataarifu. Akizungumza wakati wa zoezi la kuhitimisha mafunzo ya ukocha, mkuu wa shule ya sekondari Makongo Kanali Yuda Kitinya
Amesema mafunzo hayo ni matokeo ya makocha wapya walionolewa zaidi ya 30 kutoa mafunzo ya awali kwa wachezaji wa kike na kiume. Hii hapa ni kozi ya FIFA ambayo inasimamiwa na TFF. Kwa hiyo kama nilivyosema, imechukua muda wa siku 5. Lengo tupate makocha ambao watafundisha watoto wetu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeanzisha somo la amali ambao mojawapo ni michezo, na sisi kama Makongo, kwa sababu ni wadau wakubwa wa michezo hapa nchini, tumeanzisha kulifundisha hilo somo la amali. Nao makocha waliohitimu mafunzo hayo na kuanza kufundisha wamesema wapo tayari kuwanoa wachezaji katika ubora wa hali ya juu. Katika hii kozi ya grassroots football iliyoendeshwa na FIFA katika shule yetu ya Makongo, nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza namna ya dimension of the pitch, namna ya kugawa viwanja vidogo vidogo katika zile small sided games. Nimejifunza namna ya kukategorize watoto kulingana na age. Nimejifunza nini cha kufanya kama kocha na nini ambacho cha kusaidia watoto na nini ambacho hakitakiwi kufanya kwa watoto. Lakini pia kuna program muhimu sana tumejifunza ya Football for Schools, ambapo vijana wetu wanapata wasaa wa kuassociate maisha ya kawaida ya kila siku pindi wanapokuwa wanafanya michezo. Kwa hiyo tunatarajia michezo hii itakuwa na tija kwa vijana wetu, na kwa makocha tuliowapata kwa idadi yao watawezesha vijana kujifunza mchezo wa soka kwa ukaribu zaidi. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Nelson Munema inaweka utua kwenye habari za kitaifa. Na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Katika mashindano ya mbio za pikipiki zinazokwenda kasi duniani maarufu kama MotoGP, dereva nyota raia wa Italia Francesco Bagnaia amekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni kuwa anataka kuondoka katika timu yake ya Ducati Lenovo. Kauli hizi zinakuja kutokana na mipango ya Ducati katika kuimarisha timu yao kiushindani, huku mkataba wa Bagnaia ukitarajiwa kumalizika mwaka 2027 na hakuna mazungumzo juu ya mkataba mpya. Bagnaia ambaye ni bingwa wa dunia wa MotoGP mara 2 akiwa na timu ya Ducati mwaka 2022 na 2023, ameweka bayana kwamba malengo yake ni kuendelea kuitumikia Ducati na kumaliza mkataba wake akiwa na timu hiyo. Hii inajumuisha dhamira ya kuendelea kujenga mafanikio yake, huku akitamani kuweka rekodi mpya ya ushindi na mafanikio makubwa kwenye MotoGP baada ya kufanya vibaya mwaka jana. Taarifa kutoka nchini Italia zinadai kuwa Bagnaia havutiwi na namna timu yake inavyompa kipaumbele zaidi dereva mwenzie Marc Marquez na anafikiria kuhamia timu nyingine, taarifa ambazo Mwitaliano huyo amezipinga na kusema hakuna ukweli wowote. Timu kama Aprilia, Honda na Yamaha zinatajwa kumshawishi Bagnaia kwa ofa nono, lakini bado yeye ana mipango na Ducati na amedhamiria makubwa mwaka huu kwenye mbio za MotoGP. Kenny Malila, Channel 10 michezo kimataifa. Asante Kenny Malila kwa kutuangazia kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe na kurejesha kwake Fatma Hassan kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.